Kwenye makubaliano mengine na taifa la Kichina, serikali ya Rais William Ruto imefanikiwa kutia saini mkopo wa mabilioni ya pesa ili kufanikisha baadhi ya maendeleo. Kati ya sekta zitakazonufaika na mkopo huo ni kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR yenye kilomita 400 kutoka Naivasha hadi Malaba. Baadhi ya wananchi wameonekana kukerwa na hatua hiyo, wakidai wanapitia wakati mgumu kutokana na ushuru mkubwa unaotozwa kwa wananchi na kulipia madeni ya taifa. Wakenya wengi wanaumia kwa sababu ya madeni ambayo umelimbukiza katika serikali ya Kenya, ukiyachukua kutoka mataifa mbalimbali. Ahurumie tu Wakenya kwa sababu Wakenya wanapita katika hali ngumu. Na hii mambo ambayo nakueleza mambo ambayo nakuambia ngoja kuanzia wiki ijayo uone vile wazazi wanakwenda kuhangaika na watoto wao wakienda mashuleni kwa sababu Wakenya hawana chochote. Awali Rais William Ruto alidai tatizo linalokumba taifa la Kenya si ushuru mkubwa bali ni deni la kitaifa. Shida ya Kenya si ushuru, shida ya Kenya ni madeni. That is the truth. Kuna watu hawataki kuambiwa ukweli. Wananchi hao wamedai kutokuwa na imani na jinsi serikali itatumia mkopo kutoka Uchina, wakidai kuwa huenda zikatumika kwa njia isiyostahili. Wakenya hatuna matumaini na mikopo mnayochukua, kwa sababu hata vile mnavyoitumia inatushangaza Wakenya. Ni uporaji unaendelea katika ile mikopo na Wakenya ndio wanalipa ushuru, mizigo inabaki kwa Wakenya. Awali rais alinukuliwa akidai kuwa mataifa mengi yenye madeni makubwa barani Afrika yamesorota kiuchumi. Na hii madeni ndio imesababisha hata nchi zingine nyingi hapa bara la Afrika wakakosa kulipa madeni yao. Saa hizi wako katika janga ambao hawajui watatoka kwa njia gani. Aidha, wananchi hao waliwasuta viongozi wakuu kutoka eneo la Magharibi kwa madai ya kukosa kuwakilisha eneo hilo vyema ndiposa inufaike na ujenzi wa reli ya SGR. Viongozi wa Magharibi hawajaitwa popote. Raila ameingia juzi, ashapewa 50% of the government. Saa hivi tunaongea SGR, pesa yenye wameendea China inakuja kutoa reli na Naivasha, ikuje ifike Londiani, ikate kona iende njia Kericho, ipite Kisumu, ipite Siaya, Busia, ifike Malaba. Sasa hapo viongozi wa Western, tuambieni, mnapoambiwa nyinyi matumbo yenu waliwapeleka, si ni ukweli? Kama hamjatetea reli kamili ya zamani iliyowekwa na mkoloni kutoka Mombasa inapita straight mpaka Malaba, leo hii Bungoma, it's not in that beneficial of SGR. Kufikia Juni mwaka 2023, deni la taifa lilifikia shilingi trilioni 10.3, sawa na 70.8% ya pato la taifa. Hili ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.1, 50.9% ya pato la taifa mnamo Juni mwaka 2010. Deni la ndani sasa linachukua sehemu kubwa kuliko la nje ya taifa. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.